Kampuni ya teknolojia kutokea nchini Marekani, Apple Inc. imeondoa rasmi app mbili maarufu za uchumba na mahusiano ya jinsia moja kutoka kwenye App Store yake nchini China kufuatia agizo lililotolewa na mamlaka za serikali ya nchi hiyo. Hatua hii imeibua mjadala mkubwa kimataifa kuhusu uhuru wa kujieleza na udhibiti wa maudhui ya kidigitali nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya kimataifa, Apple ililazimika kuondoa Grindr na Brood ambazo ni kati ya majukwaa makubwa zaidi duniani kwa jamii ya LGBTQ baada ya kupokea maagizo kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa mtandao wa China, yaani CAC. Serikali ya China inadai kuwa imekuwa ikifanya ukaguzi mkubwa wa programu zinazohusiana na maudhui yasiyolingana na maadili ya kijamii kama sehemu ya kampeni yake ya kudhibiti taifa ama taarifa mitandaoni. App ya Brood ambayo ilianzia nchini China mwaka 2012 na baadaye kuwa maarufu duniani, ilikuwa moja kati ya majukwaa machache yaliyokuwa yakiruhusu wanaume wenye vivutio vya jinsia moja kupata wenzi na kushirikiana hadharani. Kwa upande mwingine, Grindr inayomilikiwa na kampuni ya Marekani imekuwa ikitumika sana na watumiaji wa China kwa kutumia VPN kufuatia vizuizi vilivyowekwa hapo awali. Hatua hii mpya inatajwa kuwa ni sehemu ya jitihada za serikali ya China kudhibiti maudhui ya kidigitali na kuimarisha udhibiti wa kijamii, hasa kuhusu masuala yanayohusu jinsia pamoja na maadili. Serikali hiyo kwa muda mrefu imekuwa ikipinga vikali utamaduni wa Magharibi unaohusiana na jamii ya LGBTQ, ikidai unapingana na maadili ya jadi ya Kichina. Kwa upande wa Apple, kampuni hiyo imesema mara kadhaa kuwa inafuata sheria za nchi husika inapofanya biashara, ikimaanisha kuwa inatii maagizo ya serikali pale inapolazimika. Hata hivyo, wakosoaji wanasema hatua za namna hii zinazoofisha msimamo wa Apple kuhusu uhuru wa kujieleza na haki za binadamu ambazo imekuwa ikijigamba kuzitetea katika masoko mengine kote duniani. Watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii nchini China wamelalamikia hatua hiyo, wakiita kurudi nyuma kwa haki za kibinadamu na ishara ya kuendelea kwa ubaguzi wa kimfumo dhidi ya LGBTQ. Baadhi ya waliongeza kuwa ni vigumu zaidi sasa kwa vijana wenye mwelekeo wa jinsia moja kupata nafasi salama ya kuwasiliana au kutafuta msaada wa kisaikolojia. Hii si mara ya kwanza kwa Apple kufanya mabadiliko katika orodha yake ya program kutokana na shinikizo la serikali ya China. Miaka ya nyuma kampuni hiyo iliondoa VPN apps, program za habari za kimataifa na hata ramani zenye maelezo ya kisiasa nyeti kama vile zile zinazoonyesha Taiwan kama taifa huru. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanasema habari hii inaweza kuathiri zaidi sifa ya Apple kama kampuni inayojitambulisha kwa kulinda faragha na uhuru wa watumiaji wake. Wengine wanatahadharisha kuwa hatua kama hizi zinaondoa ujumbe kwa makampuni mengine ya kimataifa kwamba ni lazima kuyatii maagizo ya serikali ya China hata kama yanakinzana na misingi ya haki za kibinadamu. Kwa sasa watumiaji wa iPhone nchini China hawawezi tena kupakua app ya Grindr wala Brood kupitia Apple Store, ingawa baadhi yao wanasemekana kutumia njia mbadala kama VPN au side loading ili kuendelea kupata huduma hizo. Hatua hii imeongezeka shinikizo kwa jamii la LGBTQ nchini China ambayo tayari inakabiliwa na vikwazo vingi vya kisheria na jamii, huku mashirika ya kutetea haki za mashoga yakipunguzwa uhuru wao wa kufanya kazi kwa amani ndani ya nchi hiyo.